majina naitwa Riziki Abdallah, nipo kiwanjani Paje hapa. Tunasherehesha katika kiwanja chetu cha sikukuu ambayo ipo kabambe. Nipo hapo kwa kuuza biashara ndogo ndogo ambazo zinavutia kweli kweli, na sikukuu yetu imenoga kwa mwaka huu, ikiwa ni ingawaje ni mwaka wa mwanzo, lakini inapendezesha kwa kweli. Kwa kiasi tumevutika kwa kweli. Hii sherehe tunatamani endelee kila mwaka na mwaka, isife, isipokuwa tu vipembea mtu ongeze na vya bure mtu wekee, usiviweke vya pesa. Wito wangu kwa wananchi wenzangu, tuitikie kwa kiasi fulani, japokuwa pesa ni hafifu tu. Shilingi 1000 sio pesa kwa kiasi, kwa kushereheka hamna kitu. 1000 kwa kushereheka sio kitu, ni kufurahika, ni jambo la muhimu kwa kweli. Kwa hiyo ni muhimu kwa kweli, tusibakie majumbani watoto kuatia udororo. Kila mmoja anapenda kushereheka na kila mmoja anapendezwa na kile kilichokuwa kizuri. Kwa kila mmoja tufurahike, tusiatie. Hii ni kitu cha watoto kwa kiasi fulani, sio watu wazima. Kwa hiyo wakati watoto wapo, wakati tunatoka vijiji na vijiji, kutoka Paje tukaelekea wapi sasa hivi tumekaribishwa. Kwa hiyo kusini wote, walioko kusini, walioko Paje, walioko Bweju, walioko Kizimkazi, walioko wapi, wote waitikie wito. Tunakukaribishani, karibuni. Naitwa Salama Ali kutoka Bweju, mfanya biashara mjasiriamali Bweju. Kwa hiyo nimekuja hapa kiwanjani kwa kuuza bidhaa, nauza matoizi, nauza vitu vidogo. Si haba, alhamdulillah tumemaliza, na leo ndo tunamalizia sikukuu yetu. Tunangoja panapo haina uzima funguo 3 ili tujipange na mambo mengine. Kiwanja chetu tunataka kiongezeke vitu, na alafu kiwanja chenyewe sehemu ndogo, hatupati ile nini. Na alafu maoni yetu, wauzaji wa biashara kidogo, tuna hitilafu zetu. Tunataka ukataji wa tiketi ipunguke, mdogo afanyiwe tiketi shilingi 500, mkubwa afanyiwe shilingi 1000. Ndo wazo langu. Tukajaliwa funguo 3, watu wajipange, tiketi ziwe shilingi 500, wakubwa wafanyiwe shilingi 1000, kwa sababu biashara zetu zitakuwa hazitembei. Assalamu alaikum, naitwa Farhat Kasim kutoka Paje, nauza biashara ya toys. Maoni yangu kwa Wazanzibari wote, tuwe na subra katika kipindi hiki kigumu cha miezi ya sikukuu. Shauri langu jingine, naiomba serikali izidishe pembea zilizokuwepo katika kiwanja hichi, kwa sababu kiwanja kidogo kuliko idadi ya pembea. Kiwanja kinaonyesha kidogo, lakini idadi ya pembea ni ndogo zaidi. Kwa hiyo kama tutaongezewa pembea wafanyabiashara, na sisi tutakuwa kidogo tumeinuka zaidi katika biashara zetu. Asante. Mimi naitwa Ziada, mkazi wa Bweju. Kwa tunafurahi sana, kiwanja chetu kizuri, serikali yetu imetupenda. Pia halmashauri tunaipa pongezi, ila tunachoomba katika kiwanja chetu wazidi kutuboreshea, sababu watu wanalalamika, wateja wetu wa sehemu za kukaa, yani kidogo angetenga sehemu za kukaa, mandhari kidogo, wakatuwekea japo garden, ili mradi tu kuzidi kutuvutia katika vivutio vyetu vya biashara zetu. Naona kwa sote pamoja, halmashauri na sisi wananchi pia tunatafuta riziki ndogo akina mama. Kwa hiyo tunauza biashara zetu hapa, lakini kama wanakuja wateja wanakuwa mandhari mazuri. Kwa hiyo wanatangaziana, nazidi kuwa na mvuto, na watu wanazidi kuingia, na mambo yanazidi kuwa mazuri. Hicho ndio maoni yangu zaidi nachoma. Naitwa Riziki Abdalla, nakaa Paje. Karibuni kwenye kiwanja chetu. Haya, ninaloomba mtupunguzie bei, halafu mufanye angalau watoto waingie bure. Hata kama mkitaka mlipwe, lakini pesa iwe ndogo. Watu hawaingii kwa wingi kama leo na jana, watu kwa wingi kwa vile bure. Fanyeni vitu kwa pesa, kuingia iwe bure. Hayo ndo maoni yangu. Mimi naitwa Mwakaheri Abdalla, nakaa Paje. Maoni yangu nasema hivi, kwa uwanja huu tunasema kuwa kiingilio kilichokuwa kinatolewa tunasema kikubwa. Bora ingekuwa kwa wakubwa 1000 na wadogo shilingi 500. Maoni yangu mengine, uwanja zaidi uboreshwe zaidi. Uwanja uboreshwe zaidi, chini kama mnatiwa nyasi au mnatiwa tiles, lakini zaidi uboreshwe.
maana hapa ikinyamvua maji yanatuama na watoto wetu. Kwa jina naitwa Hadija Saidi Shindano, natoka Karakana. Biashara yangu mimi ni mgahawa. Kwa hiyo nauza chipsi kuku, chipsi mayai, nauza juisi. Vyakula vyote vinapatikana kwa ubora, umoto zaidi. Kwa hiyo maoni yangu mimi ni bei punguzwe. Maoni yangu mimi ni bei punguzwe. Iwekwe angalau watoto 500, watu wazima shilingi 1000. Alafu na huku vile vile hakutakiwi wauza chipsi kama 2 au 3. Inatakiwa ni muuza biashara ni mmoja tu anaomiliki na anaweza kuboresha. Kwa hiyo asante. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Muhsin Idi Muhammad, natokea Paje. Biashara alhamdulillah inaenda vizuri sihaba. Tunashukuru kwa hilo. Isipokuwa tu kidogo kuanzia Idi ya mwanzo mpaka jana Jumapili kikweli kwa mambo magumu. Isipokuwa tu leo alhamdulillah ndo vile kiingilio kilikuwa ni bure na siku ya kumwazimisha siku ya Karume Days. Kwa hiyo kidogo naona leo mwitikio umekuwa mzuri. Isipokuwa tu tunaomba ya kwamba tujitahidini kiingilio kutufanya tahfifu, aidha iondoshwe kabisa kiingilio ama kiingilio kiwekwe bei tahfifu, kama mkubwa 1000 wadogo 500 kuliko pale mwanzo. Kwa kweli pale mwanzo kwa sababu wafanya biashara imekuwa si hali nzuri yani kwa kiasi fulani, lakini sasa hivi alhamdulillah tunashukuru kidogo biashara iko vizuri kama tunavyoona, kumechangamka. Lakini ndo yote kwa yote na imani hapa ni mwanzo na kaida ya mwanzo unakuwa mgumu, la isipokuwa tu kila kwenye changamoto inapotokezea natakiwa itatuliwe kwa haraka. Sasa kwa hili hapa tena jamani, tunaomba ili swala tulitatue kwa haraka ili tuweze kufanikiwa nyinyi na sisi na wanaoingia hapo uwanjani. Kwa jina naitwa Ramadhani Hassan Haji. Naishi Pete, wilaya ya Kati. Mimi nimekuja hapa kwenye sikukuu kuangalia hali ya mandhari ya sikukuu ya hapa Paje. Hali ya hapa Paje ni nzuri na panaridhisha, lakini maoni yangu kama si sikukuu hii ya mwisho, usalama naona kiwanja kipo karibu sana na barabara, ulinzi kidogo uimarishwe kutokana na madereva wetu walivyo. Na nimeligundua swala moja, kwa sababu huu ni wakati wa mtandao. Hapa nimewasikia kina mama mpaka kina baba 2 watatu wanauliza wakala. Yani hivi sasa mtoto anaweza kupotea, simu haina vocha. Yani hiyo huduma iwe karibu, kwa sababu sikukuu ndio sikukuu. Watu wanakuja na watoto mbalimbali, rika mbalimbali, wengine hawana akili, kupoteana. Hapa tunaambiwa wakala yuko gereji. Sasa huu wakati wa heka sikukuu, leo ndo kidogo tunaona hali ni dhaifu kidogo ya watu, kwamba ndo hakijajaa kiwanja. Lakini siku ya mwanzo au ya pili tumesikia pamejaa. Watoto kupotea hii ndo yao. Sasa kwa hali ya mandhari hapa ni pazuri na panatusaidia kwenye kanda yetu, wanaotoka kanda ya juu na kanda ya pwani. Hapa ni pala pa kushereheka kisikukuu, panapendeza. Wito wangu tuje tukitumia kiwanja chetu hiki, kwa sababu halmashauri ni tawi letu wananchi. Tusiende mbali wakati kiwanja chetu kipo hiki cha karibu na sisi. Tuimarishe kiwanja kwa sikukuu, tupendelee kuja hapa karibu na sisi. Mimi naitwa Sada Maulid na naishi Uzi. Tumekuja hapa kwa ajili ya sikukuu Paje. Na tumesifiwa, tumeambiwa kwamba sikukuu ya Paje ni nzuri. Na ni kweli nimeamini, na tumetoka Uzi tumekuja huku kwa ajili ya kuja kuangalia tu
kupoje, na kweli tumekuja tumekuona kuzuri na mazingira yake kwa kweli tumeyapenda. Kwa kweli mazingira yake yako vizuri na kupo vizuri kiufupi, na tuna enjoy kwa kweli, na tumekuja na watoto wetu na tuna enjoy. Assalamu alaikum. Jina langu Husna Juma Osman. Jamani, muje msherekee sikukuu ya Paje Kariakoo nzuri sana. Kuna mapembea mazuri jamani, mnaona mapembea tele. Mna enjoy, watoto mwalete watoto waje wafurahike sikukuu ya Paje Kariakoo nzuri, kuna mapembea kila kitu. Jina langu Asha Abdalla, nakaa Bwejuu, hakuna majiwe. Macho kamera. Nakaa Bwejuu. Tunataka mifereji, uwanja uimarishwe. Uwanja uimarishwe, tunaumia, tuwekewe mazulia humu kama vile kusakasaka, tuboreshewe. Tuboreshewe mbea, tuboreshewe kila kitu. Wajitahidi mfungo 3 wetarishafanywa. Watu waje kwa wingi, sikukuu yetu ya Paje nzuri sana. Waje kwa wingi, magari kwa magari. Tujaze uwanja tunaomba. Jina langu Isfaidu Swali, natoka Bwejuu. Kiwanja ni kizuri lakini kidogo. Kiwanja ni kizuri lakini ni kidogo sana, watu wanakuwa hawatoshi, hawaingi wote. Maoni yangu kama pana uwezekano kiwanja kizidishwe. Kiwanja ni kidogo na pembea ziongezwe, na humu chini tufanyiwe kama vile kisakasaka chini humu, tunaumia vijiwe. Jina langu Hunaya Miraja Abdalla, naishi Paje. Najisikia vizuri kuja humu Kariakoo, kiwanja cha kufurahisha watoto. Wito wangu kwa watoto zangu waje wafurahie. Naitwa Hassan Shabani, natokea Pete. Kiwanja kizuri, kinapendeza. Watoto wenzangu waje wafurahie, wapande mireda. Jina langu Rayani Ayubu Shabani, naishi Paje. Tunajisikia raha, tumefurahi kupata kiwanja chetu halmashauri ya wilaya ya Kusini.